Karibu Tabora, karibu Toronto. Wito wangu kwa wachungaji ambao wote tumehudhuria semina hii ya siku hizi mbili ni kuyachukua haya ambayo tumefundishwa kwa kweli kwa vitendo na kwenda kuyafanyia kazi katika maeneo yetu ya kazi. Najua kwa namna moja au nyingine yale ambayo yamezungumzwa hapa yanawagusa wachungaji moja kwa moja, maana tunatoka kwenye mazingira tofauti tofauti. Jumla ya wachungaji 71 kutoka dinari 11 ya Kanisa Anglikana Tanzania Dayosisi ya Tabora wanashiriki semina maalumu ya siku 2 inayofanyika Kanisa Kuu Mtakatifu Stefano Manispaa ya Tabora, ambapo mkazo mkubwa wa mseminishaji Mchungaji Greg Cruz kutoka nchini Marekani ni kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi unaowakumbusha kazi kubwa ya mchungaji katika kulichunga kundi na kuliombea, kama anavyoeleza katibu mtendaji Kanisa Anglikana Tanzania Dayosisi ya Tabora, Kanoni Lucas Ngasa Chuma. Katika semina hii ambayo inafundishwa na Mchungaji Greg Cruz kutoka kule Marekani, lengo ni kujengwa na kujengana pia na kukumbushana mambo muhimu katika huduma yetu ya kichungaji. Na ametumia waraka wa Paulo mtume kwa Wafilipi ambao ni waraka unaoonesha namna ambavyo kazi ya mchungaji inapaswa kuwa, kwamba kazi ya mchungaji ni pamoja na Wakristo, na Paulo mtume amesema wazi amekuwa akiwaombea Wakristo wale anaowahudumia. Na hii inatupa sisi kukumbuka kwamba kazi yetu ni kuliangalia kundi, sio tu kwa kulichunga, lakini pia kuliombea katika mahitaji mbalimbali. Wapo waliovunjika moyo, wapo ambao wana changamoto mbalimbali, au wanahitaji kutiwa moyo na kujengwa pia. Lakini pia Paulo mtume ameonyesha wazi kwamba hakufanya tu huduma ya Injili akiwa na furaha au akiwa katika nyakati tu nzuri. Kuna wakati alikuwa gerezani mara kadhaa, lakini bado hakuacha kuhubiri Injili. Na hii inatufundisha sisi wachungaji kwamba pamoja na kwamba tunaweza tukapita katika changamoto mbalimbali katika utumishi wetu, bado haii sababu ya kutuvunja moyo kufanya kazi ya Mungu ambayo ametuita kuifanya. Kwa sasa Dayosisi ya Tabora ina jumla ya wachungaji wanawake 6 ambao nao kwa neema ya pekee wamepata nafasi ya kushiriki kikamilifu semina hii. Ninamshukuru Mungu sana kwa neema ya Mungu kwa namna ambavyo nimekuwa kwenye hii semina kama mchungaji mwanamke, na nikiwa nimewakilisha wanawake wenzangu wa Dayosisi ya Tabora. Tunasikia kumshukuru Mungu kwa sababu ni mara yetu ya kwanza kuhudhuria semina ya wachungaji tukiwa kama wachungaji. Wengine tuliobahatika kuolewa na wachungaji tulikuwa tunaingia kwenye semina za wachungaji na wake zao, lakini zile zilizokuwa zinawahusu wachungaji, hicho kibali tulikuwa hatuna. Walikuwa wanakuja wachungaji peke yao. Lakini kwa neema ya Mungu, kwa namna ambavyo Mungu alimtumia baba yetu Askofu Dr. Elias Chakupewa, akawa ametuwekea mikono kutuamuru kuwa wachungaji, tumepata hiyo neema ya kuunganika pamoja na wachungaji wa Dayosisi ya Tabora, wachungaji wa kiume. Tumevuna mengi katikati ya semina hii, tumejifunza mengi, namna ya kutembea kama mchungaji, namna ya kusaidia watu waliokuzunguka kama mchungaji. Tunamwamini Mungu sasa kwamba tunaenda kwenye utendaji, na tunashukuru kwa sababu na sisi tunajisikia kwamba tumo shambani mwa Bwana kumtumikia Mungu. Upekee wa semina hii ni namna ilivyowashirikisha baadhi ya wachungaji wastaafu 9. Miongoni mwao ni Mchungaji Zefania Magaba ambaye ametumika kwa zaidi ya miaka 27, na sasa tangu alipostaafu imekwisha pita zaidi ya miaka 10. Askofu aliyeko madarakani ana mafunuo ya pekee, maana mtu kisha staafu katika kazini kukuita kwenye semina si jambo jepesi, kwa sababu ni mtu ambaye amekwisha maliza huduma. Sasa huna faida yote, lakini amewaza sana kwamba hawa tunataka tupate mbegu kutoka kwao. Wakati ule hatukuwa na wachungaji wa kike, lakini katika utawala wake huu sasa tumepiga hatua ya wachungaji wa kike kuwa nao. Siku za nyuma tulikuwa ni sisi wanaume tu basi. Maana wakina mama na wao wanakwenda kufundisha wakina mama, kwa sababu kanisa la leo walio wengi ni wakina mama. Sasa kuna mengine ambayo sisi wakina baba hatuwezi kufundisha wakina mama, lakini hawa wanatusaidia sana na kulikuza kanisa, kwa sababu ndio wanakutana na changamoto za wake zetu. Ni wachungaji, wito wangu kwao, wanahitaji wafanye kazi kama waliotutangulia kina mitume. Paulo anasema katika kazi yangu hii sikusahau kufanya kazi nyingine za kujihudumia, sikuwalemea watu. Usiku nilishona mahema, lakini asubuhi mchana nikatembeza habari njema.
kwa sikuwalemea watu. Kwa hiyo na wachungaji wa sasa, pamoja maisha ya magumu tulionayo, inabidi wapange ratiba iliyo njema. Huu muda ni wa kazi ya Mungu, huu muda ni wa kazi wa familia yangu, huu muda ni wa jamii, kwa sababu tuko katika mambo hayo matatu. Ni wazi kuwa wachungaji hawa wamefungua ukurasa mpya wa mpango wa huduma katika dinari na parishi zao katika kuwatumikia Wakristo wa Kanisa Anglikana Tanzania Dayosisi ya Tabora. Kiukweli naweza nikasema nimeshiriki semina nyingi. Mwezeshaji wetu sana amediri kwa habari za Paulo namna ambavyo amekuwa akimtumikia Mungu alipopokea wito. Paulo amevumilia, na ndicho hiki mwezeshaji anatuwezesha, anatufundisha namna ya kuvumilia tunapopita katika changamoto mbalimbali, na hasa katika utumishi wetu. Tukumbuke kwamba wapo watangulizi wetu walizipitia hizi nyakati na changamoto hizi. Hakuna safari ya kumtumikia Mungu ambayo ni nyepesi. Kwa katika ugumu huo tunamuona Yesu anafanya. Kilichobaki kwa sasa ni utekelezaji wa yale yote walioyavuna katika semina hii. Katika dayosisi yetu ya Tabora, parishi zetu bado ni za kitume. Nyingi ni zile ambazo zimeanzishwa hivi karibuni kwa lengo tu la kuwasogezea huduma Wakristo mahali walipo. Katika mazingira kama hayo, unakuta maandalizi sehemu nyingine yalikuwa bado, lakini hayo hayamfanyi mchungaji sasa achoke kazi ile ambayo ameitiwa, bali yamchochee kufanya vizuri zaidi, akichukua mfano wa Mtume Paulo mwenyewe ambaye kwa kweli aliwekwa gerezani katika nyakati tofauti tofauti, na alipigwa kwa mawe wakati mwingine na hata kufanyiwa vurugu za aina nyingi, lakini bado alifanya kazi. Sisi ninaona bado hatujafikia hiyo ya kuwekwa gerezani, ya kupigwa mawe, ila tunakutana tuna changamoto ngumu wakati mwingine za kiuchumi, kwa sababu hata Wakristo wetu wengine hawana uelewa ule wa kumtunza mchungaji. Kwa mchungaji wakati mwingine anahitaji kupambana kwa namna yake ili kuweza kuinua uchumi wake binafsi, na wakati huo aihubiri Injili ya Kristo kama ambavyo ameitwa na kuapa mbele ya askofu kwenda kumtumikia Mungu na watu wengine. Karibu Tabora, karibu Toronto.